mkate na divai. Njoo ukae nami Yesu, usikie sala yangu Bwana. Njoo ukae nami Yesu, uiponye roho yangu Bwana, ili niwe salama. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendo msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu katika sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sherehe hii kawaida huadhimishwa Alhamis baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu, lakini kwa sababu za kichungaji katika majimbo mbalimbali huadhimishwa katika Dominika baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu. Mama Kanisa ameamua hivyo ili kuwapa watoto wake nafasi ya kufurahia, kumsifu, kumwabudu na kumpa Mungu heshima ya pekee katika fumbo la Ekaristi Takatifu kwa maandamano yanayofanyika baada ya misa takatifu, ili kuliishi, kulitafakari, kulishuhudia, kulitangaza na kuonesha umuhimu na uhitaji wa fumbo hili takatifu katika maisha yetu ya kiroho. Liturujia neno la Mungu katika sherehe hii inatafakarisha kuwa Ekaristi Takatifu ni chanzo, kiini na kilele cha maisha ya Mkristo. Katika sherehe hii ya Ekaristi Takatifu, sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapendo makubwa alimtoa kwetu mwanae wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, akatoa mwili na kukaa kati yetu, akashiriki ubinadamu wetu ili atushirikishe umungu wake. Na bado amebaki nasi kwa daima katika maumbo ya mkate na divai, sakramenti aliyoiweka yeye mwenyewe siku ya Alhamisi Kuu katika karamu ya mwisho, siku iliyotangulia kuteswa kwake, na akawapa mitume uwezo na kuwaamuru wafanye maadhimisho haya kwa ukumbusho wake. Tuombe neema ya kudumu katika ushirika na Kristo kwa kumpokea daima kwa imani na katika hali ya neema, ili tuweze kunufaika na matunda yatokanayo na kule kupokea kwetu fumbo hili takatifu la Ekaristi. Masomo yetu katika Dominika hii, katika sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 3 na aya ya 14 hadi 16a. Musa aliwaambia makutano, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Basi hapo moyo wako usiinuke, ukamsahau Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya 16 hadi 17. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili takatifu linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 51 hadi 58. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 6 aya 51 hadi ya 58. Yesu aliwaambia Wayahudi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema,
awezaje mtu huyo kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini, amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Chimbuko la sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kanisa. Sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo ilianzishwa rasmi katika kanisa kutokana na kuwepo na kusambaa kwa ibada mbalimbali kwa heshima ya Ekaristi takatifu mapema katika karne ya 13. Kwa kusaidiwa na wanateolojia mbalimbali na viongozi wa kanisa kwa wakati huo, sherehe hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1246 katika jimbo la Liege huko Ubelgiji, ikijulikana kama Corpus Christi, yaani sherehe ya mwili wa Kristo. Mwaka 1263 ulitokea muujiza wa Ekaristi takatifu huko Bolzena, Italia, ambapo hostia takatifu ilivuja damu wakati wa ibada ya misa takatifu, wakati ambapo padre aliyeadhimisha alikuwa na mashaka juu ya uwepo halisi wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Muujiza huu ulipelekea kukua na kusambaa kwa haraka kwa ibada kwa Ekaristi takatifu, na kwa namna ya pekee sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mwaka mmoja baada ya muujiza huu kutokea, mwaka 1264, Baba Mtakatifu Urbano wa 4 aliidhinisha sherehe hii iadhimishwe rasmi katika kanisa kote ulimwenguni. Alimuomba Mtakatifu Thomas wa Aquino kuandika nyimbo na machapisho mbalimbali ya kiliturujia kwa ajili ya sherehe hii kama vile Pange Lingua, Tantum Ergo na Adorote, nyimbo ambazo tunaziimba hata sasa. Baadaye mababa wa Mtaguso wa Trento mwaka 1545 hadi 1563 walifundisha kuwa tunapaswa kumpa heshima Bwana wetu Yesu Kristo katika Ekaristi takatifu hadharani, ili wale wanaotazama imani ya Wakristo wa Katoliki waweze kuvutwa na Yesu Ekaristi takatifu na kuweza kuamini katika umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai na mzima katika fumbo takatifu sana la Ekaristi takatifu. Hii ilitokana na kuwepo kwa mafundisho mbalimbali ya uzushi juu ya Ekaristi takatifu na juu ya uwepo halisi wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai kuanzia ile karne ya 15. Kulikuwepo pia na uzushi juu ya kuabudu Ekaristi takatifu nje ya ibada ya misa takatifu, lakini pia juu ya maandamano kwa heshima ya Ekaristi takatifu. Katika majiundo ya Mtaguso wa Pili wa Vatikano kuanzia mwaka 1962 hadi 65, sherehe hii iliunganishwa na sherehe ya damu takatifu ya Yesu ambayo kawaida huadhimishwa tarehe 1 Julai, ili kusisitiza teolojia ya Ekaristi takatifu, yaani mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo jina lilibadilika kutoka Corpus Christi, yaani sherehe ya mwili wa Kristo, na kuitwa Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, yaani sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ndivyo inavyojulikana hata sasa. Tunapoadhimisha sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukiongozwa na liturujia ya neno la Mungu, ningependa kutafakari mafundisho makubwa 5 yafuatayo. Fundisho la kwanza ni fundisho juu ya uwepo halisi wa Kristo katika Ekaristi takatifu. Sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo inatukumbusha kuwa Ekaristi takatifu sio tu alama, bali ni uwepo halisi wa kudumu na wa kweli wa Yesu katika maumbo ya mkate na divai.
Uwepo huu halisi na wa kweli katika maumbo haya huanza katika mageuzo katika adhimisho la Ekaristi Takatifu kwa sala ya kuhani na kwa kunyoosha mikono yake juu ya mkate na divai. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mkate hugeuka kuwa mwili halisi wa Kristu na divai kuwa damu halisi ya Kristu, mabadiliko yajulikanayo kama transubstantiation. Mtakatifu Thomas wa Aquino anatueleza kwamba mabadiliko haya hatuwezi kuyaona kwa macho. Anasema yafichikayo machoni imani huyaona. Kumbe tunaona mabadiliko haya katika jicho la kiimani. Ndugu mpendwa, kila mara tunapohudhuria ibada ya misa takatifu, tunaweza kujiuliza maswali kwamba muujiza huu mkubwa namna hii katika imani yetu hutokea vipi katika ibada ya misa takatifu? Ni mkate tu wa kawaida na divai, inawezekanaje kuwa mwili na damu ya Kristu? Mababa wa Mtaguso wa Trento wanatufundisha hivi juu ya fundisho hili muhimu sana kuhusu Ekaristi Takatifu na kuhusu imani yetu. Wanatufundisha kwamba kwa sababu ni Kristu mkombozi wetu ndiye alisema mwenyewe kwamba huu ndio mwili wangu. Tukisoma katika maandiko matakatifu katika Injili zote tatu, lakini pia katika Injili ya Yohane na nyaraka za mitume, tunaweza kuona juu ya maneno haya aliyasema Kristo wakati wa maadhimisho ya ile karamu ya mwisho. Alisema mwenyewe kwamba huu ndio mwili wangu. Akautoa mwenyewe kwa namna ya mkate na damu kwa namna ya divai. Aliwaamuru mitume na akawapa uwezo kufanya hivyo kwa ajili ya ukumbusho wake, akikamilisha sadaka hii pale msalabani siku ya Ijumaa Kuu. Hivyo kwa kutakatifuza mkate na divai hutokea mabadiliko ya kiini chote cha mkate kuwa katika kiini cha mwili wa Kristu Bwana wetu, na kiini chote cha divai kuwa katika kiini cha damu yake. Ndugu mpendwa, Kristo anatualika tuwe na imani thabiti kwake kwamba ni yeye aliye hai, mzima na kweli katika maumbo haya ya mkate na divai. Tuombe neema ya kuimarika katika imani. Tusiwe na shaka kwa kuwa tunampokea Kristo aliye hai na mzima katikati yetu. Kila mara tunapopokea Ekaristi Takatifu, tumuombe Kristo atuongezee imani. Uwepo huu halisi wa Kristo katika maumbo hayo hudumu muda wote ambapo maumbo haya yanapokuwapo. Yaani muda wote ambapo maumbo hayo hayajapoteza ile sifa yake ya asili kwa kuharibika. Marekebisho ya sheria ya kanisa namba 939 yanasisitiza kuwa hostia takatifu katika tabernakulo zinapaswa kubadilishwa mara kwa mara ili kuzuia zisiharibike. Ndio maana tunaona mara kwa mara mapadri wakiwa wanabadilisha hostia takatifu iliyo katika tabernakulo. Kwa sababu za mazingira, unyevu, joto au baridi, maumbo haya huweza kupoteza hali au sifa yake ya asili. Yaani mkate ukapoteza ubora na ile sifa yake ya kuwa mkate, na divai ikapoteza ubora au ile asili yake ya kuwa divai. Hivyo tunaalikwa kuhakikisha tunatunza vema katika hali nzuri hostia zile ambazo hazijabarikiwa bado. Lakini pia tusiziweke kwa muda mrefu sana. Kwa kuwa mkate ukipoteza hadhi yake ya kuwa mkate, basi hakuna uwepo halisi wa Mungu katika hostia hizo. Kwa kuwa utakuwa si mkate tena, wala divai itakuwa si divai tena halisi. Lakini pia katika ibada ya misa takatifu, katika matoleo, mkate na divai vinapaswa kuletwa katika hali ya heshima. Tusivichanganye na vitu vingine kama sabuni, vyakula, mapambo na kadhalika. Viletwe kwa heshima kwa kuwa vinatumika katika mambo matakatifu. Vinatumika kwa ajili ya fumbo hili takatifu sana la Ekaristi. Fundisho la pili, Ekaristi Takatifu ni chakula cha kiroho kinachotupatia sisi uhai na uzima wa roho zetu. Tumshukuru Mungu daima kwa zawadi hii. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8 aya ya 2 hadi aya 12 hadi 13 na aya 14 hadi 16a ni hotuba ya Musa kwa wana wa Israeli wakiwa wamekaribia kabisa kuingia katika nchi ya ahadi. Musa anawasihi kwamba kamwe wasisahau kwamba walifika hapo sio kwa mastahili yao, bali ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao, na kwamba watakapofanikiwa kuingia katika nchi ya ahadi, kamwe wasimsahau Mwenyezi Mungu, wasisahau kushukuru, wasifikiri ni kwa nguvu na uwezo wao ndivyo vilivyowafikisha hapo. Wakiwa jangwani, ni Mungu aliwapa maji na chakula, aliwalinda na maadui, aliwaongoza mchana na usiku katika jangwa tupu litishalo, aliwasamehe walipomkosea, na ni Mungu ambaye anakwenda sasa kuwapatia nchi ya ahadi.
Kumbe chakula hicho alichowapa Bwana jangwani wana wa Israeli ndio mfano wa Ekaristi Takatifu katika Agano Jipya. Ndugu mpendo wa Bwana wetu Yesu Kristo, katika somo la Injili Takatifu kutoka Injili ya Yohane ile sura ya 6 anasema, mimi ndimi chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachowapa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kumbe tukitaka kuupata uzima wa kimungu ndani mwetu, hatuna budi kumpokea Yesu, mkate wa uzima katika maisha yetu. Ndiye Ekaristi Takatifu. Jangwa katika maandiko matakatifu ni mfano wa maisha yetu ya sasa. Kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli, maisha yaliyojaa taabu, yaliyojaa majaribu na shida za kila namna. Katika haya tunapaswa kuona na kutambua uwepo wa Mungu aliye daima katikati yetu. Ni wazi kwamba sisi wenyewe katika safari yetu ya maisha hatuwezi. Kila mmoja wetu atafakari kwa kina katika sherehe hii, na kila mara tunapopokea Ekaristi Takatifu, ni mambo mangapi Mungu amenitendea katika maisha yangu hata bila mastahili yangu. Katika hayo ni mara ngapi nilirudi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu anaponiinua, anaponibariki, anapoinua familia yangu, anaponikinga na magonjwa, anaponikinga na ajali, anapobariki kazi zangu, anaponibariki na kufanikisha utume wangu wa kila siku, amewabariki watoto na kadhalika. Je, bado natambua kuwa bila yeye siwezi lolote? Mara nyingi mafanikio yetu yanaweza kutufunga macho na kufikiri tunaweza kuishi kwa mkate pekee na kusahau neno la uzima litokalo katika kinywa cha Bwana. Kila mara tunapopokea Ekaristi Takatifu, tuombe neema ya kuwa watu wa shukrani. Ekaristi ni shukrani. Tuombe nguvu ya kusikia daima kutoka kwa Kristo na kutenda yale yampendezayo yeye. Neema ya Ekaristi Takatifu itupe nguvu ya kutambua nafasi ya Mungu katika maisha yetu na kumpa yeye nafasi ya kwanza. Kamwe usisahau kumshukuru Mungu aliyekutoa katika dhiki, katika nyumba ya utumwa, aliyekupitisha katika jangwa tupu litishalo lenye nyoka na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu wa maisha yako, aliyekulisha jangwani kwa maana wasiojua baba zako. Mwenyezi Mungu anasema na moyo wangu kama alivyokuwa ananena na wana wa Israeli. Anasema na moyo wako kama alivyokuwa ananena na wana wa Israeli kwa kinywa cha Musa. Kila mara pale ninapofanikiwa na kumsahau yeye na kudhani kuwa peke yangu ninaweza mambo yote. Lakini nguvu hii tutaipata kama tunampokea na kukubali akae ndani yetu. Hapo mioyo yetu haitainuka na kumsahau Mungu, kwa kuwa anaishi daima ndani mwetu. Tunaalikwa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Kama vile Waisraeli walivyohitaji mana ya kila siku ili wasife jangwani, sisi tunahitaji Ekaristi Takatifu ili roho zetu ziendelee kubaki hai. Fundisho la 3, Ekaristi Takatifu ni ishara na kifungo cha umoja na upendo kati yetu na Mungu na kati yetu sisi kwa sisi. Kristo anatuambia katika somo la Injili Takatifu, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Injili ya Yohane sura ya 6 aya 56. Lakini pia Mtume Paulo hali kadhalika katika somo lile la pili, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 10 aya 16-17 anasema, kikombe kile cha baraka tukibarikicho si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao si ushirika wa mwili wa Kristo? Maana mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa kuwa sisi sote twashiriki mkate ule ule mmoja. Sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo yatukumbusha kuwa tunapopokea Ekaristi Takatifu tunaingia katika ushirika, koinonia, community na Kristo. Anakaa ndani mwetu nasi tunakaa ndani mwake. Ndugu mpendwa, Ekaristi Takatifu yatupa nafasi ya kuingia katika ushirika na Mungu. Katika ibada ya misa takatifu, padre anapochanganya maji na divai wakati akiandaa vipaji, anasali na kusema, kwa fumbo la maji haya na divai hii tujalie kushirikishwa umungu wa Kristo aliyekubali kushiriki ubinadamu wetu. Kumbe Mungu aliye mtakatifu amekubali kuingia katika historia yetu ya dhambi ili aigeuze kuwa historia ya uokovu wa milele. Tunapoingia katika ushirika na Mungu, tunaalikwa kuingia katika ushirika kati yetu sisi kwa sisi. Tunaalikwa kupokeana katika mazuri na madhaifu yetu. Tunaalikwa kuchukuliana kwa upendo na upole. Tunaalikwa kusameheana, kuhurumiana pale tunapokoseana bila masharti. Kila mara tunapoharibu pia ushirika huu mtakatifu kwa sababu ya dhambi, ushirika kati yetu sisi na Mungu na ushirika kati yetu sisi na sisi, tunaalikwa kuiendea sakramenti ya kitubio
ili daima tuwe wamoja na Kristu na matunda ya uwepo wake ndani mwetu yaonekane wazi kwa kutufanya sisi sote kuwa wamoja. Fundisho la 4, Ekaristi Takatifu ni ukumbusho wa sadaka ya Kristu, ukumbusho wa ukombozi wetu kutoka utumwa wa dhambi na mauti. Mtume Paulo anapofundisha fundisho muhimu juu ya karamu ya Bwana kwa jumuiya ya Wakristo wa Korinto, aliwafundisha kwamba Ekaristi sio tu chakula cha kawaida, sio tu karamu ya kawaida, bali ni sadaka ya ukumbusho wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo mpaka atakaporudi. Kama Wayahudi walivyosherehekea Pasaka yao ya kwanza walipotoka utumwani Misri, na kila mara walipoadhimisha Pasaka walikumbuka kila mara tendo hilo kubwa la ukarimu wa kimungu kwao, Mungu aliyewatoa utumwani Misri na kuanzishia safari mpya ya ukombozi. Kumbe nasi taifa jipya la Mungu, kila mara tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu tunakumbuka fumbo kubwa la ukombozi wetu, fumbo la Pasaka. Tunasherehekea zawadi kubwa ya ukarimu wa kimungu aliyetutoa katika utumwa wa dhambi na mauti kwa sadaka ya mwanawe wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mpendwa, tunapoadhimisha sherehe hii kubwa ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunapata nafasi ya kutafakari kila mmoja wetu juu ya upendo na ukarimu huu mkubwa wa kimungu. Tunapata nafasi ya kutambua kwamba Ekaristi ni zaidi ya kusanyiko, ni zaidi ya karamu ya kawaida. Ni sadaka, ni upendo, ni uzima, ni ukarimu wa kimungu. Ni fumbo takatifu sana ambalo kwalo tumepata uzima wa milele. Lakini pia sisi hatushiriki Ekaristi Takatifu tu kama watazamaji, bali tunashiriki katika tukio la kihistoria la ukombozi wetu, tunaoliadhimisha leo na sasa, tukikumbuka wakati uliopita katika wakati huu wa sasa na kwa matazamio ya wakati ujao. Je, mimi ninashiriki namna gani Ekaristi Takatifu? Ninajiandaa kikamilifu ili kweli niweze kushirikishwa neema zitokanazo na adhimisho hilo, neema inayoweza kubadili kabisa maisha yangu na kuanzisha kila kitu upya ndani mwangu? Tunapopokea Ekaristi tunakumbushwa kupenda, kwa kuwa ni sadaka ya upendo. Je, ninapenda namna gani katika maisha yangu ya kila siku? Ekaristi inatupa nguvu ya kuwa tayari kuwahudumia wengine kwa mapendo na sadaka kama Kristo alivyojitoa kwa ajili yetu. Tuombe neema ya kujitoa kikamilifu katika utumishi wetu, kila mmoja katika wito ambao Mwenyezi Mungu amependa kumshirikisha, kama padre, kama baba wa familia, kama mama wa familia, wafanyakazi, watoto kwa wazazi. Kila mmoja asiishi kwa ajili yake tu. Ekaristi inatufundisha daima kuwa tayari kuishi na kuyatoa maisha yetu kwa ajili ya wengine. Fundisho la 5, Ekaristi Takatifu ni mwaliko kwetu sote kufanya utume na kutoa ushuhuda kwa maisha yetu. Zaburi ya 147 ambayo ni wimbo wa katikati katika sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo inasema, msifu Bwana Yerusalemu. Ni zaburi ya shukrani. Zaburi hii inatualika sote kumsifu Mungu hadharani kwa baraka zake mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku, anayetulisha, anayetukinga, anayetuongoza, anayetuonea huruma, anayetufadhili na kutukirimia kila neema na baraka tunazozihitaji. Zaburi hii katika sherehe hii inatufundisha kuwa imani yetu inapaswa kuonekana nje. Kila siku baada ya kulishwa na Kristo katika misa takatifu, na kwa namna ya pekee katika sherehe hii, tunaitwa kwenda mtaani kushuhudia upendo huu wa Kristo, kushuhudia kwa matendo, tukiwa na uhakika kuwa yeye anatupa ulinzi na amani, anatembea daima pamoja nasi. Ndugu mpendwa, Yerusalemu inayotajwa katika zaburi hii, msifu Bwana Yerusalemu, ni mfano wa kanisa, ni mfano wa jumuiya, ndio sisi waamini. Inaitwa daima isikae kimya. Yerusalemu unaitwa daima usikae kimya. Katika ulimwengu wa sasa kuna mtazamo kwamba dini inapaswa kubaki moyoni au ndani ya nyumba za ibada pekee. Zaburi hii inavunja mtazamo huo kwa kutoka na kwenda kutoa ushuhuda mitaani. Tunapoandamana hadharani tukiwa tumemshika Kristo katika Ekaristi Takatifu, tukimshangilia, tunawaonesha wale wasiomfahamu au waliokata tamaa kuwa Mungu yuko hai na anajishughulisha na maisha yetu ya kila siku. Ushuhuda wa hadhara haumaanishi tu kuimba, haumaanishi tu kupiga makofi, haumaanishi kurukaruka na kupiga vigelegele mtaani katika maandamano, bali kwenda kuwasaidia kweli wengine wenye shida kwa maneno na kwa matendo yetu. Kama vile Kristo alivyojitoa kuwa chakula, na sisi tunajifunza kujimega kwa ajili ya wengine kwa kuwasaidia maskini, wagonjwa na wale walio na upweke. Huko ndiko kumpeleka Kristo katika mitaa yetu. Huko ndiko kumpeleka Kristo na kumtangaza katika familia zetu, kuwa watu wa amani, kuwa watu wa haki.
Ekaristi Takatifu inatupa nguvu ya kushinda hofu na uoga katika kumshuhudia Kristo, kuishi kama Mkristo wa kweli katika ulimwengu wa sasa unaoenda kinyume na maadili ya Injili kama vile rushwa, chuki, ufisadi, mmomonyoko wa maadili. Kunahitaji ujasiri mkubwa. Ujasiri huu tunaupata wapi? Tunaupata katika kuungana kabisa na Kristo katika Ekaristi Takatifu. Tunaposherehekea sherehe hii, tunaalikwa pia kutenga muda wetu kwa ajili ya kukaa na Kristo, kumwabudu yeye Ekaristi Takatifu. Tuseme naye, tumtukuze, tumsifu, tumuombe na kumsikiliza anaposema nasi kila siku. Tenga muda wako mchache, wala hata muda mchache tu wa kwenda kuzungumza na Kristo. Pia kutoa ushuhuda wa Ekaristi ni kuishi kweli Ukristo wetu, kusimama imara katika imani yetu katika ulimwengu huu uliojaa kila aina ya mafundisho ya kupotosha. Tusitetereke imani yetu, tuyashike kiaminifu mafundisho msingi ya imani na ya kanisa letu. Tunayo zawadi kubwa sana ambayo Kristo alipenda yeye mwenyewe kutupatia sisi, ndiyo Ekaristi Takatifu. Mwisho, tunaalikwa pia kuwa na heshima ya pekee hasa katika kumpokea Yesu katika Ekaristi Takatifu. Kanisa linatufundisha kuwa Yesu yupo mzima na hai katika kila kipande, hata kidogo namna gani kabisa cha hostia takatifu. Tunakumbushwa kila mara tunapopokea Ekaristi Takatifu kuhakikisha hakibaki hata kipande kidogo mkononi, kwa kuwa tukiacha chembe hata hizo ndogo ndogo zikaanguka, ni sawa na kutupa Ekaristi nzima. Hivyo tuwe makini kila tupokeapo Ekaristi Takatifu, tupokee katika hali ya heshima na tuhakikishe tunapokea hata kipande kidogo kinachobaki katika mikono yetu. Katika sherehe ya Ekaristi Takatifu tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapendo makubwa alimtoa kwetu mwanawe wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, akatoa mwili na kukaa kati yetu, akashiriki binadamu wetu ili atushirikishe umungu wa mwanae. Tuombe neema ya kudumu katika ushirika na Kristo kwa kumpokea daima kwa imani na katika hali ya neema katika Ekaristi Takatifu, ili tuweze kunufaika na matunda yatokanayo na kule kupokea kwetu fumbo hili takatifu la Ekaristi. Ninawatakia nyote sherehe njema ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Niliyoleta tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Wote waione, tushirikishane tone la upendo. Upendo wa damu pote uenee, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane